14-18. Yoshua 24:14-18 inasema hivi. Ndio. Tutasoma katika jina la Yesu Kristo. Amen. Basi sasa mcheni Bwana, mkamtumikie kwa unyofu wa moyo na kwa kweli. Basi mche Bwana, mkamtumikie kwa roho na kweli, na kuweka mbali miungu ambayo baba zenu walitumikia ngambo ya mto. na kuweka mbali mizimu wala miungu ambao baba zenu walitumikia. Na huko Misri mkamtumikie yeye Bwana. Na kule Misri mtumikie Mungu. Nanyi kama mkiona ni vibaya kumtumikia Bwana, chagueni hivi leo mtakaye mtumikia. Sikia, kama unaona ni vibaya kutumikia Mungu, hatutakukaza. Chagua nani tamani kutumikia. Kwamba ni miungu ile ambayo baba zenu walitumikia ngambo ya mto. Kama ni ile miungu, au kwamba ni miungu ya wale wa Mori ambao katika nchi ya. Lakini mimi na nyumba yangu tutamtumikia Bwana. lakini mie na nyumba yangu nitamtumikia Bwana. Shangilia neno la Mungu, unaweza ishia pale. Ni maamuzi ya nafsi ya mtu personele. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa Joshua iko naongea na Israeli. Mungu anatosha Israeli katika mji wa Misri. Amen, amen. Bwana asifiwe sana. Na kutosha Israeli, banatoka Misri, banakutana jangwa, banakutana milima, banakutana bahari. Biblia inasema ya kwamba kulikuwa mto wanaivuka. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati wanavuka mto, aseme Israeli walishatoka Misri, wanavuka bahari ya Shamu. Musa anakufa, Mungu anatia Joshua kundi la Israeli aiongoze. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Israeli ilikuwa taifa yenye ilikuwa komplike, haikukuwa kwenye msimamo. Absence tu kidogo ya maaksio za Mungu, wanajiumbia miungu migenyi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa Biblia nasema ya kwamba Musa akambia, akatia Joshua hakukuwa kuhani, lakini Joshua alikuwa suja. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Toke departement ya Joshua ilikuwa mtu wa kupigana vita. Haleluya. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Oh, Israeli kulikuwa manabii, kulikuwa makuhani na kulikuwa watumishi wa Mungu. Mungu hangipatia mtu mwenye hana susi ya kazi, amupe kazi ili aongoze Israeli. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ataka huko nabii wala huko mjakazi wala huko muombaji mkubwa, kama mroho yako hamuna susi ya kazi, Mungu akupatiake ile kazi. Amen, amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Jina la Bwana libarikiwe sana. Sasa Israeli wakarumisha Joshua kichwa, akamwambia, kwa hiyo habiko vya kubembelezana tena, ya maana Mungu alishafanya ni kubatosha Misri. Haleluya. Na alishabafikisha, mekuna bakia tuende mumuji ya promesa, maana promesa ilikuwa ni asali na maziwa. Amen, amen.
Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Amen. Sasa anamwambia mchagule Mungu gani mtatumikia. Kama ni miungu za baba yenu, kama ni Mungu aliyewatosha Misri. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa chagua pale abakazi yake Mungu. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuchagua abakazi yake Mungu. Wanaweza kushauria abakazi yake Mungu chagua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hata mwanadamu hawezi kufanyizia shua. Mzazi wako hawezi kufanyizia shua. Hata Mungu wa mbinguni hawezi kufanyizia shua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wewe mnasemaka amen, amen. Wewe mnasemaka hivi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Mungu nichagulie mke mwema natoka kwako. Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Ukisoma kitabu cha Mwanzo, maandiko yanasema hapa Mungu apatie Adamu Eva. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Alisinzilishaka nani? Alisinzilishaka Adamu. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Paske Mungu aliona si vema huyu mtu abaki peke yake, akamfanyizia hakumchagulia. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Usiende vizuri hapa. Akamfanyizia msaidizi, hakumchagua. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Wakati anamlamusha, anamtia pembeni ya Adamu. Amen, amen. Anamtia pembeni ya Adamu. Maandiko nasema mwenye alifanya swali ilikuwa nani? Ilikuwa Adamu. Akasema huyu ni mifupa wa mifupa. Amen, amen. Mungu tu alimchagulia. Haiko yeye peke. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio keshua ya mtu inakuwa personal. Mtu akikwambia walimchaguliaka mwingine, elewa ya kwamba alikudanganya. Kila kenye ulijichagulia hata kinakurumiza, hausumbukaje sana basi unajua ni mie peke ndio nilichagua. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Na Waswahili wanasema kilonda yenye mtu alijikata haimulu. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Biblia inasema ya kwamba Adamu akasema huyu sasa njoo mifupa ya mifupa yangu. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio keshua yenye Adamu alifanya, Mungu alimpitishia tu. Mungu anajiuliza, sasa naletea Adamu anakula tunda. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Adamu anasema nilisikia sauti yako Mungu, nikafanya nini? Nikaditamu na kula. Sasa venye Adamu akageuzia Mungu. Adamu akageuzia Mungu akamwambia sule mwanamke mwenye uliniletea ndio alinishawishi nikule nini? Nikule tunda. Eske mie ndio Mungu mimi nauliza Adamu. Amen, amen. Sasa Adamu kama nilitia Eva mshande, mie ndio nilimwambia kwa mke wako. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Wewe ndio ulifanya nini? Ulinipatia. Eske kiukweli Adamu nilitia manyama mshande, nikatia na Adamu mshande, nilitia vyote mshande. Eske mimi ndio nilikwambia chakula tu mwanamke ndio kwa mifupa yako? Amen, amen. Yesu sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Haiko kila kenye Mungu alitia mbele yako ndio yako. Amen, amen. Pengine kuna paramia haliko vyetu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio keshua yako ya leo inaweza kuwa kicheko yako kesho, wala inaweza kuwa faraja yako kesho. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Ambia voisin utafanya shua ya bien. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Na ukichagula kuwa mkosefu na utazeeka